Mimi sikudhani jitihada zangu zote hizi kweli nia yake ilikuwa ni kujenga taifa la watu waoga sana. Mimi sikudhani, haikuwa nia yangu. Kama ili matokeo yake ni hayo, mimi sema Mwenyezi Mungu nisamehe. Mimi sikuwa ndio. Nia yangu mimi ni jitihada kwamba katika mambo ya msingi you don't say yes na dhamiri yako inakataa. Unakataa kabisa. And you pay the price. And you pay the price katika kusimamia mambo ya msingi. Nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo. Nchi inaongozwa kwa msimamo. Na msimamo wake ni public. Nchi haiongozwi kwa janja hivi. Inaongozwa kwa taratibu zinazojulikana kabisa. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa wa kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kutokana na bila udikteta ni kwamba viongozi wetu wanatuongoza, wanatutawala kwa kufuata sheria. Sheria zinawabana hivi, watatuongoza ndani ya. Ya pili ni kuona kwamba viongozi wetu wanatuongoza kutokana na maamuzi ya vikao. Maana ndio maana ya democracy. Maamuzi ya kidemokrasia yanatokana na vikao. Siko tabia mbili sasa hivi. Moja ni kujaribu kukopa vikao. Sasa tabia hii isizoewe ya kuzuia vikao kuzungumza. Tuzungumze tu mambo. Mambo ya nchi lazima yazungumzwe waziwazi katika vikao rasmi vilivyowekwa. Kwa hiyo lazima jitihada ya kusimamia kwamba tunasimamia nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Maamuzi makubwa ya nchi yanatokana na vikao. Lakini kuna ujanja wa kukwepesha mazungumzo. Hizi ndizo dalili za dictatorship. Yes. Na lazima zikemewe. Lazima. Hapana kuwa na uamuzi ya janja hivi. Ya janja. Hapana. Mkitalafiana sana katika jambo la msingi, wengine wana resign. Ndio. Wazi kabisa, na wanaeleza kwa nini wana resign. Na hiyo mambo yanazungumzwa katika cabinet openly kabisa, wanazungumza katika cabinet vizuri kabisa. Wanaelewana vizuri. Ndio. Hawaelewani, mmoja wao anasema mimi siwezi. Katika hali yenyewe namna hiyo mimi siwezi kuwa katika serikali, ana resign. Na anaeleza sababu yake ya kuresign. Ndizo taratibu za kuendesha nchi. Ni namna moja ya kubana kwamba tuongoze nchi kwa taratibu zinazoeleweka, zinazokubalika. Hiyo ndio lazima hayo ndio ya kukazania. Ila nawaambieni kwamba kama hatukujenga utaratibu wa kutii sheria, tunaongozwa na sheria. Maana safeguard kubwa ya kuzuia udikteta ni kuongozwa na sheria. Na hamwezi kujenga utamaduni wa kuongozwa na sheria kama hiyo haiwi ndio wito wa taifa. Jambo hili linaeleweka, taifa zima linaelewa ni taifa la watu huru. Mimi nadhani nyinyi wote ni watu huru, na kwamba wote ndivyo wanavyosema. Na wale viongozi wanapolikeuka wanakemewa na taifa bila uoga. Nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Maamuzi makubwa ya nchi yanatokana na vikao. Iko Central Committee kwenye chama kule, iko National Executive. Vikubwa hivi, maana chama hiki ndicho kinachotawala mpaka sasa, ndicho hicho. Na mpaka sasa kila nikitazama sioni kingine, naona hicho. Basi chama hicho kiendelee na tabia ya kuwa maamuzi yake yanafanyika katika vikao. Kwa sababu kwa kweli kwa sasa hivi kwa nchi yetu maamuzi ya chama hicho bado ni kitu mazito sana. Ni tunataka yaamuliwe katika vikao. Kwamba Central Committee inazungumza mambo, National Executive inazungumza mambo, lakini kuna ujanja wa kukwepesha mazungumzo. La makamu lilikwepeshwa, lakini hata hilo afadhali kidogo lilifika. La OIC nadhani halikufika kabisa. Jitihada ilifanywa, nadhani hata halikufika. Sijui hapa hatuna mtu wa National Executive. Nadhani halikufika kabisa. Na bungeni walipotaka kuzungumza janja ya kuyatoa. Hizi ndizo dalili za dictatorship. Yes. Na lazima zikemewe. Lazima. Hapana kuwa na uamuzi ya janja hivi. Ya janja. Hapana. Nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo. Nchi inaongozwa kwa msimamo. Na msimamo wake ni public. Nchi haiongozwi kwa janja hivi.
naongozwa kwa taratibu zinazojulikana kabisa kabisa. Watu wanakutana katika Central Committee, wanaelewana, wanatenda jambo. Na kama walikuwa wanahitilafiana mkihitilafiana sana katika jambo la msingi, wengine wana resign. Ndio wazi kabisa, na wanaeleza kwa nini wana resign. Na hiyo mambo yanazungumzwa katika cabinet openly kabisa, wanazungumza katika cabinet vizuri kabisa, wanaelewana vizuri. Ndio hawaelewani, mmoja wao anasema mimi siwezi, katika hali yenyewe namna mimi siwezi kuwa katika serikali, ana resign na anaeleza sababu yake ya kuresign. Ndizo taratibu za kuendesha nchi, za kubana. Hata hizi namna za kuresign na kueleza kwa nini umeresign ni namna moja ya kubana, kwamba tuongoze nchi kwa taratibu zinazoeleweka, zinazokubalika. Ndio sasa hayo tunafanya. Hayo ndio lazima hayo ndio ya kukazania. Lakini bado nasema si ya kutaka watu mokeraje 2 hours nadhani natosha. Tunazo dini mbalimbali, tunayo makabila mbalimbali. Haifai kiongozi wa nchi akaendekeza dini na ukabila, haifai. Lakini haifai kiongozi wa nchi akapuuza dini na kabila. So hiyo katika discretion zako, unajua huendekezi mambo ya dini, lakini huyapuuzi. Ukiyapuuza utapata matatizo ya udini. Sasa hivi utayapata, kuachi akakutawala, lakini usahau kwamba hapa una Wakristo na Waislamu na hivi na una Wahindu siji huwezi kwaje. So haya ni mambo ya uendeshaji wa nchi, ni saikolojia ya uendeshaji wa. Lakini kwa katiba haina Muislamu, haina Mkristo, haina Mzanaki, haina Makonde, haina Wabara, haina Wapwani, haina wa Zanzibari, haina wote ni wamoja. Hilo lazima kulisisitiza. Ndio maana nasema kwa mambo yote haya yaliyotokea mpaka yamekera watu, leo inazungumza lugha ya Wapemba hawa, kana kwamba sijui umetoka wapi. Nchi ile moja yenye sera zingine za kijinga za kukimbia na kupeleka watu, nendeni Uingereza, nendeni Uhindi. Ndio maana mengine yaliniudhi sana yale mengine walipoanza kuzungumza mambo ya uzawa huu. Maana yake ni serikali hii ni ile inapeleka watu India kwenda kutafuta watu wakuja kuinvest hapa na kuja kutengeneza kuingiza ubia hapa. Kwa hiyo Mhindi wa India yeye anaweza kuitwa hapa tukaingia naye katika ubia, katika kukiendesha kiwanda cha Sungura Texas sijui cha wapi. Hiyo ni sawa tu, lakini Mhindi Mtanzania hawezi kwa sababu si mzawa. This is nonsense. Hii lugha gani ya kijinga namna? Kwa hiyo nchi hii moja ambayo huko nje unapeleka watu huko kwenda kutafuta watu waje hapa kuinvest, hiyo na inazungumzwa kama kwamba ni jambo ndio ukombozi wenyewe, lakini kwamba Mtanzania hawezi kuwa free kuinvest anywhere in Tanzania, kwamba Mpemba hawezi kuinvest in Dar es Salaam. Mpemba si invest in Dar es Salaam kwa nini? Lakini kwa sababu ya ujinga huu kuendesha mambo kwa mambo namna zisizoeleweka ndizo zinaleta tabu hizi. Lakini kusema kweli hatuwezi kusema kwamba ni sawa. Hatuwezi kusema ni sawa kwamba tunaweza kubagua Wapemba kwa namna nyingine yoyote hapa alafu tukasema kwamba hii ndio sawa, ndio katiba inavyosema, ndio uraia wetu unavyosema. Mimi siwezi kusema hivyo. Hata kama ningeelewa kabisa sababu zinazofanya watu waseme hivyo, lakini siwezi kuziunga mkono hata kidogo. Nasema mtu mwenye nia njema kwa Tanzania. Tunayo katiba, nimesema kwa wabunge juzi, tunayo katiba. Mimi naamini haina matatizo hivi ilivyo, lakini haitekelezwi. Tatizo ni kwamba haitekelezwi katiba ilivyo. Kama katiba hii ikitekelezwa kama ilivyokusudiwa, mimi nadhani inatosheleza kabisa hali ya kwamba hii ni nchi mbili nchi ambazo zilikuwa mbili zikaungana. Inatosheleza kabisa ikitekelezwa. La haitekelezwa. Na nyinyi mnazungumza la inatekelezwa na nyinyi mnaona, lakini pamoja na kutekelezwa bwana, lakini kwa nini hasa tunakuwa na serikali mbili? Hamridhiki. Nasema una move kwenda kwenye serikali moja.
kumove kwenda kwenye serikali mbili, serikali tatu. Mtu mwenye nia nzuri ya nchi yetu akisema katiba hii haitoshi, mwenye nia nzuri atasema sasa tuzungumze kwenda kwenye serikali moja. Hazungumzi kwenda kwenye serikali tatu hata kidogo. Serikali tatu itavunja nchi. Lakini nasema serikali moja, kwa sababu nia yake ya serikali moja ilikuwa ni kusafeguard Zanzibar. Serikali moja haiwezi kuwa imposed on Zanzibar. Itakuwa lazima Wazanzibari wakubali. Serikali moja haiwezi kuimpose kusema kwamba sisi ndivyo tunavyotaka bara, ni namna ile ile tu, kwa sababu matokeo yake ni yale yale. Kama vile serikali moja, serikali tatu zitavunja muungano, madai ya serikali moja by bara peke yake yatavunja muungano. Yatavunja. So you can't impose it. Utaifanya Zanzibar, mtaifanya Zanzibar kuwa koloni? Hamwezi kuifanya. Kwa hiyo kama mnataka kumove kwenye serikali moja, mtamove kwenye serikali moja. Ni wote nchi wa Tanzania wote mnaona kwamba ya nini kungangania hapa serikali mbili, zina gharama, zinaleta misunderstanding bure, Wazanzibar watasema hivi, hata wakati mwingine tunafanya bara, wakati mwingine wanadai serikali yao bure. Ya nini? Kwa nini tusiungane tukafanya serikali moja? Nimesema hivyo katika bunge. I can't say more than I've said. Lakini it can't be imposed. Lakini hata mkikubaliana, bado nasema hata mkikubaliana, kwa sababu ya historia ya nchi hizi kwamba Tanzania hiyo itakayotokea, bado pamoja na kwamba ni serikali moja, bado mtajua kwamba zilikuwa mbili. Bado mnaweza, watu wenye common sense, wenye nia nzuri watasema, lakini hivi Wazanzibari kweli mtawafanya kama Lindi? Wana watu 700,000. Hivi na wao kweli mtawafanya executive kama watu wa Lindi? Ndio. Bana, Lindi nayo na watu 700,000. Ngoja nimalize. Ngoja. Lindi nayo na watu 700,000. Hivi kweli common sense, nchi zilizokuwa mbili pamoja, hivi kweli bado mtawafanya? Hata kama wakiamua, nimesema kwa wabunge juzi, hata kama mngeamua mkafikiana kwa nia njema tu, kwa nia njema tu, na Wazanzibari wanasema hivyo hivyo na nyinyi mnasema hivyo. Sasa jamani, hii serikali moja na serikali mbili zinatuletea mgogoro sana. Twende kwenye serikali moja. Mkamove kwenda kwa serikali moja. Nasema watu wenye busara watasema msifanye Zanzibari kama Lindi. Watasema Zanzibari bado representation yake katika bunge itakuwa tofauti na representation ya Lindi. Bado watasema hivyo. Watu wenye nia njema watasema hivyo. Watu watakuja kuuliza baadaye, mbona Wazanzibari 700,000 wana watu wengi zaidi katika bunge hili kuliko Lindi? Maelezo yatakuwa ni historical. Ndivyo ilivyo duniani siku zote, yatakuwa ni historical. Hata watoto watakapokuwa wamesahau huko, wataambiwa hizi Zanzibar huko nyuma huko Zanzibar na bara ilikuwa ni nchi mbili mbalimbali. Haya yalikuwa ni matengenezo hayo yaliyoziunganisha hizi nchi mbili. Wataeleza hivyo kama tunavyoeleza sasa. Zanzibar kuwa na serikali yake pamoja na Zanzibar ndani ya bunge sasa hivi ina representation ya peke yake, ni tofauti kabisa na wengine. Hiyo bado hata mkimove kwenye serikali moja, bado mnaweza mkasema Zanzibar kama nia ni njema, Zanzibar bado haina budi itendewe tofauti na Lindi. Huwezi kuitendea kwa population sawa sawa na them. Lakini ni jambo mnalizungumza kama watu wazima wanazungumza kuendesha nyumba yao, sio kama bwana mkubwa mmoja anasema tumechoka na watu hawa sasa tuwameze. Sasa haiwezekani, haiwezekani hata kidogo, hata kidogo. Ndio Rais Mwinyi successor wangu, na nilipokuwa natoka nimewaelezeni sifa zake ambazo nilipendekeza. Anazo sifa hizi. Moja nilisema ni mpole mno, ni mpole sana. Sidhani kama nilisema mno, nilisema mpole sana. Na hiyo nasema mpaka sasa, ni mpole sana. Na mambo ya nchi hapendi upole sana. Siku zingine lazima uwe rafu na watu, hasa wahalifu. Rais ni mpole. Rais Mwinyi kwa vyovyote vile hawezi kuwa accused of dictatorship. Unaweza kumaccuse kitu kingine, lakini dictator hata kidogo.
Hakuna mtu anayemjua yule. Akasema sasa niko mbele ya dictator. Actually mimi watu wangeweza kusema huyu mimi wangenionea, lakini wangeweza bado. Wakasema huyu lakini Rais Mwinyi hapana. Kwa hiyo nikisikia kwamba Rais Mwinyi tukakubaliana kwamba maendeleo hayana budi yawe yana uhusiano na maisha ya watu. Hayana budi uyapime yamefanya nini kwa watu. Zile pesa hamkuzipata kwa kunyonya watu au kwa kuuza bangi. Mnazitumiaje katika kuleta maendeleo ya watu? Kwa hiyo tu msingi wa kwanza tunausema pale ni juu ya development has to be people centered. To be meaningful, development must be people centered. Kama sio people centered, it's not development ya kweli. Ni maneno tunaweza kusema tu. Sasa tukasema kama ni people centered, basi lazima haiwezi ikataja tu kwamba wanashiba sana. Kushiba ni kitu kizuri au wanavaa vizuri. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.